Tukadhani sasa wafungwa hawa maalum badala ya kuwatengea sehemu ndani ya gereza, basi tuwahifadhi kwenye gereza maalum. Rais anaposema kazi inaendelea, twaona ni kweli inaendelea. Kamati ya Bunge mambo ya nje, ulinzi na usalama NU tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2025 imetembelea gereza kuu Isanga lililoko jijini Dodoma. Lengo kuu la ziara hiyo ikiwa ni kukagua miradi mbalimbali ikiwemo ukarabati wa gereza maalum na matumizi ya nishati safi. Akiongea katika ziara hiyo baada ya zoezi la kukagua miradi, mwenyekiti wa kamati hiyo ya Bunge mambo ya nje, ulinzi na usalama, Mheshimiwa Vita Rashid Kawa Mbunge, amesema kuwa ameridhika na ukarabati wa gereza hilo maalum, huku akilipongeza jeshi kwa matumizi ya nishati safi magerezani. Kamati kwa mujibu wa kanuni zetu za Bunge tunafanya kazi ya kikanuni, oversight. Sasa tunaelekea kwenye bajeti, tunakuja kuangalia miradi ile ya kibajeti ya fedha tulizopewa. Kwa hiyo umetupeleka kule kwenye gereza lile ambalo litakuwa la wafungwa maalum, na fedha zilizoletwa tumeona kazi inayoendelea kufanyika, na sisi tunadhani bado kuna haja ya kuongeza juhudi. Ndio mmefika 85%, lakini endeleeni na juhudi iliweza kukamilisha ujenzi wa mradi ule pale, na tunajua fedha mlizopata hazikidhi, lakini kipindi hiki ni kipindi ambacho wizara mnatakiwa nanyi sasa muombe fedha ambazo zile tunatakiwa tupate kabla mwisho wa bajeti, tupate fedha tulizopangiwa ili tukamilishe kama tulivyokusudia mradi ule, ili uweze kuendelea kufanya kazi yake. Kwa hiyo sisi maelekezo yetu kama kamati wizara, kwa karibu kabisa fuatilieni fedha ziweze kuja kukamilisha mradi ule. Lakini la pili, tunawapongeza kwa ile kazi nzuri ya kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais. Tunajua mlishaanza na majiko sanifu kupitia mkaa ule mpya sanifu, lakini sasa hivi mmeenda mbele zaidi kupata na gesi kwa ajili ya kama nishati mbadala kama hii hapa, ikiwa na usumbufu kidogo na nani. Tunawapongeza sana, na ni hatua nzuri mliochukua, na tunashauri pia ile jiko la nje ile likiisha mapema liweze kusaidia pia wafungwa, maana gereza letu lina wafungwa wengi na mahitaji ya chakula ni makubwa, kwa hiyo mahitaji ya nishati ni kubwa. Aidha, mwenyekiti wa NU amelipongeza jeshi kwa kushirikiana na mahakama kufanikisha matumizi ya mahakama mtandao. Au wafungwa kutopata fursa ya kwenda kwa kukosa magari, wameweza kuweka container zile 10 katika magereza 10 nchini ambazo wametoweka na facilities, na tunaamini wakati wowote wataanza. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana ambayo nayo sisi hatuna budi kuishuhudia na kuipongeza serikali na mahakama kwa kushirikiana kwenye hili. Tunachotakiwa sasa na sisi, kwa kuwa mind yetu pia iko kila gereza kuwa na mahakama mtandao na sehemu ya urekebu, lazima na sisi tujielekeze huko kwenye bajeti zetu, tusiache pale ambapo hakuna. Wenzetu ndio maana wanatuongezea nguvu, kwa na sisi tuongeze katika bajeti yetu, tusiwe tunasahau kuweka watu wa mipango, tusisahau kuweka maeneo haya ya mahakama, chumba cha mahakama mtandao na facility zake, ili tupunguze
adha hii ya kwenda mahakamani, lakini kumnyima haki mfungwa kupata huduma ya kimahakama. Pamoja na mambo mengine, kamati ilipata fursa ya kuzungumza na wafungwa na mahabusu, ambapo mwenyekiti amesema mwaka huu tutapiga kura sisi pia. Tulikuwa humu ndani kwa mujibu wa sheria na kanuni za uchaguzi. Sisi ni binadamu wote, na sisi hamna anayejua au aliyejua kama ataingia ndani ya gereza kuwa mfungwa au kuwa mahabusu. Ni mambo ya maisha na mpito wa maisha. Tunakosea kulingana na hulka mbalimbali au bahati mbaya au makusudio, lakini ni hulka. Leo tuko gerezani, lakini nyinyi ni binadamu kama sisi. Kwa serikali inaongozwa na Rais Samia, lakini iliyokuwa chini ya Chama cha Mapinduzi inathamini hali zenu, inawathamini kama binadamu wote. Tunawaombea kwamba kila laheri waliokuwa wafungwa. Basi mkishapata urekebu, mkirudi, tuendelee kuwa raia wote kama raia wengine, tuendelee kuijenga taifa letu. Na wale ambao wako wana kesi zao wanasubiria, tunaombea kila laheri. Tunaombea na afya njema, na sisi tutaendelea kuwa karibu kuhakikisha jeshi letu la magereza linawaangalia pia, kuangalia afya zenu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Waziri, mimi sina la ziada kwa niaba ya kamati. Si ndio wajumbe? Yes. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Tunaendelea na jukumu letu la kazi yetu. Asanteni sana. Ndugu wafungwa na mahabusu wanawake, sisi katika jukumu letu la kibunge tumekuja hapa leo kwa ajili ya kuwatembelea, lakini pamoja na kuwatembelea tumekuja kuangalia majiko ambayo ni nishati safi ya kupikia, ambayo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amependa majiko haya yatumike kwa watu ambao wanakuwa ni wengi. Wakiyatumia tutaweza kusaidia kuto kuharibu mazingira. Kwa hiyo tumekuja tumeangalia kwa wanaume, lakini tumeona pia haya majiko mnayatumia na nyinyi wanawake. Hongereni kwa kuyatumia vizuri, hongereni sana. Na tumeona hii imewapunguzia ile adha ya kuweza kutafuta kuni mbali na kuharibu mazingira, lakini sio tu hiyo, lakini pia inatusaidia kupunguza kuweza kuumiza macho, lakini kuumia kifua kwa moshi mzito ambao mlikuwa mkiupata. Tunawashukuru, mnatumia vizuri, mnaweka majiko yanakuwa masafi, lakini mnaweza kupika kwa haraka na kuweza kutumia muda mfupi na maeneo yasiharibike. Hongereni sana sana. Tunajua mko hapa, mambo ya kimaisha, mazingira na kadhalika yapo ambayo yanatufikisha hapa. Maana leo mko hapa, sisi hapa sote ni binadamu, hatuwezi kujua ya mbele, tunaweza tukawa huko. Lakini tunajua mnafanya urekebu, ambao urekebu ule mkishamaliza muda wenu, mtarudi mtaungana na sisi na mtakuwa raia wema. Nadhani hilo lipo na tunategemea linakuwa hivyo. Si ndivyo ndio? Kwa hiyo sisi tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu muweze kumaliza salama vifungo vyenu, lakini hata wale ambao mnasubiri hukumu huko, Mungu akawajalie ule mambo yaende vizuri. Basi mkirejea huko mkawe mabalozi wazuri wa kueleza ndugu zetu kwamba unatakiwa tuwe tunafuata sheria, taratibu, na hata kama kuna mihemko ni kumwomba Mwenyezi Mungu yasitokee hayo, muende mkafanye kazi kwa wema. Naye kwa upande wake, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Daniel Barani Siro ameelezea kiasi cha fedha kilichotengwa kwa ajili ya ukarabati wa gereza maalum na matumizi ya nishati safi magerezani, huku Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza Jeremiah Mkatungu akielezea malengo ya uwepo wa gereza hilo. Kutokana na serikali kudhibiti ugonjwa huu na kutokuwepo kwa wahalifu wenye maradhi ya ukoma kwa kipindi cha muda mrefu, serikali ya Jeshi la Magereza limechukua hatua za kubadilisha matumizi
na kuwa gereza la kuhifadhi wahalifu maalum. Kutokana na uhitaji huo, serikali kupitia Jeshi la Magereza ilichukua hatua za kulikarabati na kuongezea baadhi ya miundombinu ili kukidhi mahitaji ya wakati uliopo ya utoaji wa huduma inayokusudiwa. Mnamo mwaka wa fedha 2023/2024 makadirio ya kufanya ukarabati huo ilifanyika, ambapo jumla ya shilingi milioni 950,700,000 zilikadiriwa kuwezesha utekelezaji wa maboresho ya majengo hayo. Katika mwaka wa fedha 2023/2024 kiasi cha fedha shilingi milioni 220,500,000 kilitengwa kwa ajili ya ukarabati wa gereza maalum Isanga, sehemu ya jengo la utawala. Nishati safi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Jeshi la Magereza limefanikiwa kutekeleza jukumu la matumizi ya nishati safi na kuachana na matumizi ya kuni kama nishati ya kupika chakula cha wafungwa magerezani. Nishati zinazotumika magerezani ni mkaa mbadala, gesi asilia, liquefied petroleum gas na gesi vunde kwa maana biogas. Mpango wa matumizi wa nishati safi magerezani, jeshi linashirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo kituo cha zana za kilimo na teknolojia vijijini kama kampuni ya taifa ya gesi, kampuni ya Puma, wakala wa nishati safi vijijini REA, shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP na shirika la madini la taifa STAMICO. Nadhani sasa wafungwa hawa maalum badala ya kuwatengea sehemu ndani ya gereza, basi tuwahifadhi kwenye gereza maalum. Kwa hiyo lengo ni kwa sasa wapo, lakini tunawahifadhi kwenye mabweni maalum ndani ya ngome ya gereza husika. Na kama ambavyo taarifa imejieleza, gereza hili miaka ya nyuma lilikuwa mahususi kwa ajili ya kupokea wale wafungwa ambao walikuwa na changamoto ya ukoma. Kwa hiyo mfungwa yoyote tukimpokea akiwa na shida ya ukoma, tulikuwa tunamsafirisha tunakuja kumhifadhi kwenye gereza hilo. Lakini tunashukuru kwa jitihada za serikali, sasa ule ugonjwa umekwisha. Kwa hiyo tukadhani tubadilishe matumizi, badala ya majengo kukaa hivi tubadilishe matumizi, tulikarabati ili tuweze kuhifadhi wale wafungwa maalum. Badala ya kuwahifadhi kwenye gereza kuwachanganya na kuwapa eneo maalum kwenye gereza husika, basi wao tuwawekee gereza lao maalum kwa ajili ya kuwahifadhi. Mkuu wa Gereza Kuu Isanga, kamishna msaidizi wa magereza Zefania Neligwa, katika kuhitimisha kuhusiana na ziara hiyo, amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyolisaidia Jeshi la Magereza kutumia nishati safi, huku mhandisi wa Adres Zaudit Omari akielezea kazi iliyofanyika na kumshukuru mkuu wa jeshi kwa kuwapa nafasi wahandisi wa kike. Ninaitwa kamishna msaidizi wa Jeshi la Magereza Zefania Neligwa, mkuu wa Gereza Kuu la Isanga Dodoma. Hivi punde tumetoka kuagana na wageni wetu, kamati ya Bunge, mambo ya nje, ulinzi na usalama, wakiwa na mwenyeji wao mkuu wa Jeshi la Magereza Afande CGP Jeremia Katungu. Lengo la ujio wao ilikuwa ni kukagua matumizi ya nishati safi yanayoendelea hapa gerezani Isanga. Kwa kweli nichukue nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni champion katika swala zima la nishati safi. Maelekezo aliyoyatoa kwamba taasisi zote ambazo zinatumia kuni hudumia watu zaidi ya 100 katika kupika chakula chao waanze kutumia nishati safi. Maelekezo hayo muhimu na sahihi yalipokelewa vema sana na mkuu wa Jeshi la Magereza Tanzania Afande CGP Katungu, naye akatoa maelekezo kwa wakuu wa vituo na wote, na sisi tukalipokea, na gereza la Isanga ni miongoni mwa magereza ambayo yameweza kutekeleza matumizi ya nishati safi. Kwa hapa Gereza Kuu la Isanga Dodoma tunatekeleza au tunatumia aina mbili za nishati safi. Ya kwanza ni mkaa mbadala na ya pili ni gesi. Kwa hiyo hizi aina mbili, moja ikifeli basi nyingine inaendelea kutumika. Tumeshaachana kabisa na matumizi ya nishati safi chafu tangia Novemba mwaka jana. Narudia kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini kumpongeza Afande CGP kwa uwezeshaji wa vifaa mbalimbali ambavyo sasa vinatusaidia katika kutekeleza agizo hilo. Kwa majina ninaitwa mkaguzi msaidizi wa magereza Joseph Laurent Makle. Ni mmoja ya wasimamizi wa jiko la Isanga hapa Dodoma.
hapa mliposimama na unapoona ndio jiko ambalo ndio eneo la jiko ambalo kwa sasa limewekwa majiko ya nishati safi ama nishati mbadala kutoka nishati ambayo tulikuwa tukitumia awali ambayo ilikuwa ni nishati ya kuni. Leo ni siku ambayo tumepokea ugeni kutoka kamati ya bunge NU ambao wamekuja kwenye mradi wetu wa ukarabati wa gereza maalum Isanga kuweza kuona maendeleo ya ujenzi katika mradi wetu. Mradi wetu una hatua mbili za ujenzi. Hatua ya kwanza ni ukarabati wa jengo la utawala. Lakini hatua ya pili ni ukarabati wa mabweni ya wafungwa na ujenzi wa jiko, sehemu ya chakula cha wafungwa, lakini pia vyoo vya mchana. Lakini pia tutaweka pia ukarabati wa ukuta ambao kwenda kuongeza ulinzi zaidi, lakini pia tutaenda kujenga vidungu kwa ajili ya ulinzi wa wafungwa. Katika ukarabati wa jengo la utawala tumeweza kuongeza baadhi ya ofisi kwenye sehemu ya wanawake ili wanawake pia waweze kujitegemea kwenye ofisi zao. Lakini pia kuna kazi mbalimbali ambazo zimefanyika kama inavyoonekana nyuma yangu. Tumefanya ukarabati kwenye ceiling board ya jengo, tumetoa zile bodi za zamani na tumeweka mpya, lakini pia tumefanya maboresho kwenye mfumo wote wa umeme, lakini pia tumetoa ile sakafu ya zamani na kupanga kuweka sakafu mpya ambayo itakuwa ni ya vigae. Lakini pia gereza letu ita-involve kulindwa kwa taratibu za CCTV camera. Kwa hiyo ulinzi utakuwa ni imara kwa sababu hili ni gereza maalum. Lakini mwisho tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuendelea kutoa mafungu mbalimbali kusapoti ujenzi unaoendelea kwenye miradi ya maendeleo. Lakini pia tunapenda kumshukuru kamishna wetu Jeremia Katungu kwa kutupa nafasi sisi wahandisi wanawake kusimamia miradi mikubwa kama hii. Ameonyesha imani kubwa sana kwetu sisi kama wanawake kwa kutuamini na kutupa dhamana ya kusimamia kazi hizi. Kufanyika kwa ziara ya kamati ya bunge mambo ya nje, ulinzi na usalama NU kutembelea gereza kuu Isanga iliyopo jijini Dodoma ni sehemu ya kazi zake kwa mujibu wa kanuni za bunge. Rais anaposema kazi inaendelea, twaona ni kweli inaendelea. Mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, twaona ni kweli inaendelea. Mungu mbariki Rais Samia, wabariki na mawaziri wote, wabunge, watumishi wote nchi nzima na wananchi wa Tanzania. Tunaikumbuka miradi na mipango ya nchi yetu ya Tanzania. Rais mpendwa anapotekeleza mafanikio twamuona.